nimekuwa nikifuatilia kwa karibu maendeleo ya mazao yetu nchini. Zao la korosho ni mojawapo ya mazao yanayofanya vizuri sana kwa sasa. Takwimu zilizopo zinaonyesha kuwa uzalishaji wa korosho nchini umeongezeka kwa miaka mitatu mfululizo kutoka tani 310,787 msimu wa 2023-2024 hadi tani 618,497 msimu wa 2025-26 kwa maana ya msimu huu tuliomaliza. Haya ni mafanikio makubwa, na nikiwa waziri mwenye dhamana ya wizara hii, napenda kueleza namna ninavyojivunia kazi nzuri iliyowezesha kufikia mafanikio haya. Aidha, maendeleo makubwa yamepatikana kwenye mnyororo wa thamani wa zao, hususan kwenye maeneo ya ubanguaji kupitia mradi mkubwa wa kongani ya viwanda vya kubangua korosho unaoendelea kujengwa kule Malanje mkoani Mtwara, na ongezeko kubwa la upandaji wa miche bora ya mikorosho ambapo katika msimu huu pekee miche milioni 4,220,000 imepandwa. Matokeo haya chanya katika tasnia ya korosho yamechangia Tanzania kuwa mwenyeji wa jukwaa la dunia la wadau wa korosho, yaani World Casual Conference, linalotarajiwa kufanyika tarehe 21 mpaka 23 Januari 2027 jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Mwalimu Julius Nyerere. Ndugu wadau wa korosho, ni dhahiri kwamba mafanikio yaliyopatikana yametokana na uongozi thabiti wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniamini kuongoza wizara hii, lakini kipekee nimpongeze kwa fedha nyingi anazozitoa katika kugharamia shughuli mbalimbali za uendelezaji wa tasnia ya korosho hapa nchini. Serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kwa dhati kuimarisha kilimo nchini kwa kuongeza tija ya uzalishaji, kuimarisha uhifadhi, kudhibiti upotevu wa mazao na kuongeza usindikaji wa mazao nchini. Dhamira hii ya serikali katika zao la korosho imelenga kuongeza uzalishaji wa korosho ghafi kufikia tani milioni 1 na kubangua hapa nchini kwa 100% ifikapo mwaka 2029-2030. Ndugu wadau wa korosho, pamoja na mafanikio lukuki yaliyopatikana, bado kuna changamoto ambazo inabidi zitafutiwe ufumbuzi ili kuendeleza na kuongeza mafanikio zaidi. Najua na nyinyi mnazo, wawili watatu mtaopata fursa mtatushirikisha ili tujifunze, lakini na mimi nizitaje chache. Ya kwanza, waendesha ghala kushindwa kutoa korosho ghafi kwa wanunuzi kama walivyozipokea kutoka kwenye AMCOS misdelivery, na mabadiliko ya hali ya hewa yanayochangia kupungua kwa uzalishaji na ubora wa korosho. Ndugu wadau wa korosho, ninaomba nitumie fursa hii kuwatakia kikao chema, na tutumie kikao hiki kujadili mafanikio na changamoto za tasnia na kutoa mapendekezo ya namna ya kupata ufumbuzi. Ushirikiano na mshikamano ni nguzo muhimu katika kuhakikisha tasnia ya korosho inasonga mbele, na ndiyo maana tumejipa wenyewe kauli mbiu inayosema korosho dhahabu ya kijani. Na katika kulifanya hili liendelee kutujengea msingi wa maboresho zaidi na zaidi, mimi mwenyewe baada ya kikao hiki cha wadau nitakaa na wabunge wote. Nilishapanga na nilitamani tufanye kabla ya kikao hiki cha wadau, lakini nitakaa muda mfupi ujao na wabunge wote wanaotoka kwenye eneo linalolima korosho. Tukae, tujadiliane, tujifunze ili mwishoni tukae kwenye uelekeo na uelewa mmoja, na uelewa utatusaidia kusukuma zaidi maendeleo ya zao hili. Lakini kwa sababu yupo chalani na naona ameshikana kichwa, niseme hii itaenda pia na kwenye tumbaku.